Tujifunze neno la Mungu chini ya kichwa cha mahubiri, upendo wa Mungu. Zamani za kale, familia ya sungura iliishi. Mtoto sungura alikuwa kufikia umri ambapo aliweza kuongea kwa ufasaha na alionekana mwenye kupendeza sana. Siku moja, baba sungura na mtoto sungura walipokuwa wanatembea shambani, mtoto sungura aliongea na baba yake. Baba, unanipenda sana. Bila shaka ninakupenda sana. Basi unanipenda kiasi hiki? Naye akainyoosha mikono yake kabisa. Kwani alikuwa mtoto mchanga, haijalishi alinyoosha mikono yake kiasi gani, haikunyosheka mbali sana. Hivyo akisema nakupenda hata zaidi ya hilo, huyo baba akanyoosha mikono yake ambayo ilikuwa kubwa zaidi. Yule mtoto alidhani anampenda zaidi. Walakini alipolinganisha mikono yake na ya baba yake, haikuwa hata nusu kwa upana. Hivyo akiwaza, ninawezaje kuonyesha kwamba ninampenda zaidi? Akaanza kurukaruka. Wakati akisema nakupenda kiasi hiki, akajaribu kuruka juu iwezekanavyo, lakini kwani alikuwa mtoto mchanga, hakuweza kuruka juu sana. Akauliza, baba, unanipenda kiasi gani? Yule baba sungura akaanza kurukaruka akisema, nakupenda kiasi hiki, huku akiruka juu sana hivi kwamba masikio yake yaliweza kugusa matawi ya juu. Huyo mtoto hakuweza kamwe kufikia kiwango cha upendo wa baba yake, haijalishi kiasi gani alijaribu. Kupitia hadithi hii fupi, ningependa kuwaambia kwamba haijalishi tunampenda Mungu kiasi gani, hatuwezi hata kujaza nusu, hata 1/10 au 1/100 ya upendo wa Mungu. Nilisoma hadithi hii katika kitabu cha watoto. Haijalishi ni kiasi gani watoto wanawapenda wazazi wao, upendo wao una mipaka, lakini upendo wa baba na mama, haijalishi unaonyeshwa kadiri gani, siku zote ni mkubwa. Hii inamaanisha kwamba huwezi kulinganisha kimo wala upana wa upendo wao. Kwa hiyo, hebu tuchukue muda kujifunza kwamba kwa kuelewa upendo wa Mungu kwa usahihi, tunaweza kuikamilisha Injili upesi na kushika kanuni zote za Mungu chini ya neema yake. Katika enzi hii, ikiwa mtu anashindwa kuelewa upendo wa Mungu kwa usahihi na anahudhuria kanisani, kuhubiri au kushiriki katika shughuli za Injili tu, hawezi kudumu kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, ikiwa tunaelewa upendo wa Mungu kwa usahihi, tunaweza kuendelea na kazi hii ya Injili kwa hata miaka 1000. La sivyo, ingeishia kuwa Injili inayohubiriwa kwa ajili ya furaha yetu wenyewe tu. Bila kuelewa maana ya Injili ya kweli ambayo Mungu anatamani, tutaitekeleza tu. Ndipo tutahisi kuchoka, kukabiliana na magumu na kutokuwa na furaha. Kwa hiyo lazima tuendelee kutambua upendo wa baba na mama katika mafundisho yote ya Biblia na tutembee njia ya Injili kwa uaminifu, kwa moyo uliojaa shangwe na shukrani. Tujifunze kuhusu upendo wa Mungu kwa kufungua Yohana sura ya 3 mstari wa 16.
Tuangalie sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu na watoto wake walio katika ulimwengu sana. Je, hii si ndiyo sababu alikuja hapa duniani kama mwana wa pekee? Akiutoa mwili wake na kumwaga damu yake ya thamani msalabani ili tuweze kupokea msamaha wa dhambi na wokovu. Hivyo, fundisho lililotolewa katika Yohana sura ya 3 ni kwamba Mungu huwapenda watoto wake ulimwenguni. Hebu tuchunguze kwa undani jinsi Mungu alivyowapenda watoto wake kupitia Isaya sura ya 53. Tuangalie Isaya sura ya 53 mstari wa kwanza. Isaya sura ya 53 mstari wa kwanza. Ni nani aliyeamini ujumbe wetu, na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Alikuwa mbele yake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Hakuwa na uzuri wala utukufu wa kutuvutia kwake, hakuwa na chochote katika sura yake cha kutufanya tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na wanadamu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye mateso. Kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Mstari wa 4. Hakika alichukua udhaifu wetu na akajitwika huzuni zetu, hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa na Mungu, akapigwa sana naye na kuteswa. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu, adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, naye Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa na kuteswa, hata hivyo hakufungua kinywa chake. Aliongozwa kama mwana-kondoo apelekwaye machinjoni, kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wao wamkataye manyoya, hivyo hakufungua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Nani awezaye kueleza kuhusu kizazi chake? Kwa maana alikatiliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa ajili ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na waovu, pamoja na matajiri katika kifo chake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini alikuwa ni mapenzi ya Bwana kumchubua na kumsababisha ateseke. Ingawa Bwana amefanya maisha yake kuwa sadaka ya hatia, ataona uzao wake na kuishi siku nyingi, nayo mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Baada ya maumivu ya nafsi yake, ataona nuru ya uzima na kuridhika. Kwa maarifa yake, mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu miongoni mwa wakuu, naye atagawana nyara pamoja na wenye nguvu. Kwa sababu aliyamimina maisha yake hadi mauti, naye alihesabiwa pamoja na wakosaji. Kwa kuwa alichukua dhambi za wengi na kuwaombea wakosaji. Hapa sehemu ya tukio ambapo Mungu alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu na maovu yetu ilielezwa katika unabii wa Isaya. Kupitia unabii wa Isaya, tunaweza kuona kwamba wote Mungu Baba na Mungu Mama walichukua dhambi zote za watoto wao, wakibeba mizigo hiyo juu yao. Hakuna aliyetufundisha hili, lakini kutokana na mtazamo huu, Mungu amejitahidi kuwaongoza na kuwaokoa watoto wake.
Biblia inasema kwamba alichukua maovu yetu yote. Kuna amri nyingi katika Biblia, lakini amri iliyo kuu ni ipi? Tuangalie Mathayo sura ya 22 mstari wa 35. Sura ya 22 mstari wa 35. Mmoja wao, mtaalamu wa sheria, akamuuliza swali ili kumjaribu akisema, Mwalimu, ni amri ipi katika sheria iliyo kuu kuliko zote? Yesu akamjibu, Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Tukilinganisha na upendo wa Mungu, hatuwezi kufikia upana wa upendo wake, haijalishi tunanyoosha mikono yetu kwa upana kiasi gani. Tukilinganisha na upendo wa Mungu, hatuwezi hata kukaribia urefu wa upendo wake, haijalishi tunaruka juu kiasi gani. Mungu alizichukua dhambi zetu zote bila hata kusema, inadhikisha au ni vigumu. Mungu alimimina kila kitu katika kuokoa watoto wake kutoka dhambi zao. Hivyo, Mathayo sura ya 22 inatuambia tufanye nini? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Bila shaka ndani ya amri hii iliyo kuu pia kuna maana ya mwili na damu yake katika Pasaka ya Agano Jipya. Zaidi ya yote, tunahitaji kuitekeleza Injili tukielewa upendo wa Baba na Mama ipasavyo ili kwamba tuweze kutenda ndani ya imani kamili. Basi hatungeweza kufuata njia ya Mungu sio kwa imani iliyokusudiwa kuonwa na wengine, bali kama uhusiano kati ya Mungu na mimi mwenyewe. Biblia inatufundisha mpende Bwana Mungu wako. Hii ndiyo amri iliyo kuu tena ya kwanza, ikituhimiza tuwe na imani ijuayo kumpenda Mungu. Tunapokabili hata tabu ndogo kabisa, tunasema ni vigumu, tukihisi tumekandamizwa kwa sababu tu hatuwezi kufanya kila kitu kama tunavyotaka. Kuwa na mawazo kama haya kunaonekana kuwa hulka ya kibinadamu. Walakini, tukizingatia kwamba Mungu alijizuia kufanya yote aliyotaka kwa sababu yetu na akatoa maisha yake kutuokoa, hatupaswi tu kuelewa kujitoa dhabihu na upendo usio na mipaka wa Baba na Mama kwa kulingana na damu iliyomwagika msalabani tu. Tunahitaji kuzingatia kwamba tupo leo na Agano Jipya lilizaliwa kupitia dhabihu iliyo kubwa zaidi. Haijalishi kiasi gani tunawapenda Baba na Mama kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote na kwa roho zetu zote, upendo wa Mungu ni mkubwa zaidi kuliko upendo tulio nao kwa Mungu. Lazima tusisahau hili kamwe. Tunapoelewa upendo wa wazazi wetu wa mbinguni, je, haturudishi hali yetu ya asili? Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 inasema nini kitatokea wakati wa mwisho? Sote tutabadilishwa ghafula. Siku tukufu ambapo miili yetu ya kufa itabadilishwa kuwa miili ya kutokufa inapaswa kuja upesi, na jambo muhimu zaidi katika hilo ni kuutambua upendo wa Mungu kwa usahihi. Kuturuhusu sisi kutembea katika njia ya Baba na Mama, Mungu ametupa misheni ya kuhubiri, sivyo? Watakatifu wote ulimwenguni kote wanatekeleza kazi hii kwa bidii.
Iwe katika mazingira yanayofaa zaidi au katika mazingira yasiyofaa, hali za kila mtu hutofautiana, lakini binafsi ninaamini wale wanaohubiri Injili katika mahali penye changamoto zaidi wanaweza kuhisi upendo wa Mungu sana zaidi. Bila shaka, kutekeleza Injili katika mazingira yanayofaa ni vizuri. Lakini tunapofanya kazi ya Injili katika hali zenye changamoto zaidi, tunaweza kujifunza kikamilifu kujitoa dhabihu kwa baba na taabu za mama katika siku za awali. Hivyo, kichwa cha mahubiri ya leo ni upendo wa Mungu. Kwa kuwa watakatifu wa kanisa la mapema waliuelewa sana upendo wa Mungu. Waliona kuwa ni heshima kubwa kufia imani katika uwanja duara wa michezo wa Roma. Walipopatwa na mateso mengi, nao wakawa chakula cha simba. Tufungue Matendo sura ya 20. Matendo sura ya 20 mstari wa 22. Nami sasa nimesukumwa na Roho, ninakwenda Yerusalemu, wala sijui ni nini kitakachonipata huko. Ila ninachojua tu ni kwamba Roho Mtakatifu amenionya kuwa vifungo na mateso vinaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa ya thamani kwangu, kama kuyamaliza mashindano na kukamilisha ile kazi Bwana Yesu alionipa, yaani kazi ya kuishuhudia Injili ya neema ya Mungu. Mtume Paulo aliweza kuwa na imani ya aina hii alipoelewa upendo wa Mungu kikamilifu. Hivyo aliweza kusema kana kwamba kuyatoa maisha yake kwa ajili ya Injili ni jambo dogo. Tuendelee na sura ya 21. Tuangalie sura ya 21 mstari wa 10. Baada ya kukaa kwa siku kadhaa, akateremka nabii mmoja kutoka Uyahudi jina lake Agabo. Alipotufikia akachukua mshipi wa Paulo akajifunga, akautumia kufunga mikono na miguu yake mwenyewe, akasema, Roho Mtakatifu anasema, hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mwenye mshipi huu na kumkabidhi kwa watu wa mataifa. Tuliposikia maneno haya, sisi na ndugu wengine tukamsihi Paulo asiende Yerusalemu. Lakini Paulo akajibu, kwa nini mnalia na kunivunja moyo? Mimi niko tayari si kufungwa tu, bali hata kufa huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Mtazamo wa Mtume Paulo na imani ya watakatifu wa kanisa la mapema zilionyesha upendo mkubwa kwa Mungu. Kwa sababu tu walimwamini Yesu, walikabili adhabu mbalimbali kwa kiwango cha kitaifa, ikiwemo kutumiwa kama mishumaa ya kibinadamu. Hata hivyo hawakujaribu kuepuka adhabu hiyo. Badala yake walisema, jinsi ulivyo mkuu upendo wa Mungu. Walimwonea Kristo shauku na walikuwa na tumaini la ufalme wa Mungu. Siku zote imani yao ilizingatia mafundisho kama, lazima kamwe usipoteze imani yako, hata kama mtu anajaribu kuiondoa kutoka kwako, kwa kuwa ufalme wa milele wa mbinguni utakuwa wako. Walidhihakiwa, kupigwa mijeledi, kufungwa minyororo na kutiwa gerezani, walipigwa mawe, kukatwa vipande viwili, kuuawa kwa upanga, wakiishi katika umaskini, mateso na kutendewa vibaya. Hali kama hizi hazielekei kutukia miongoni mwetu sasa hata kwa sehemu moja ya 100. Katika enzi hii, Mungu amepunguza kiasi cha mateso ambacho kanisa la mapema lilipitia. Hata katika hali kama hizo, imani yao ilibaki bila kuvunjwa kwa sababu kila siku waliukumbuka upendo wa Mungu.
Kwa hiyo haijalishi kiasi gani walipitia mateso na taabu, kamwe hawakuiacha imani yao kumwelekea Mungu. Tuangalie hali ya kanisa la mapema. Tuangalie Warumi sura ya 8 mstari wa 35. Warumi sura ya 8 mstari wa 35. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni shida au taabu au mateso au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tunashinda, naam, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa sio mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote zitaweza kufanyaje? Kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, Bwana wetu. Hakuna kitu chochote ulimwenguni kinachoweza kukata kifungo cha upendo ambacho ni uhusiano kati ya Mungu na sisi. Kwa kuwa waumini wa kanisa la mapema walilielewa hili, walikuwa tayari kutembea njia ya imani isiyo na starehe. Kuna nyota ngapi katika ulimwengu? Hata katika galaksi zinazofikia mamia ya mabilioni, tayari kuna nyota nyingi zinazofanana na dunia na jua. Kuna nyota nyingi kama bilioni 200 zinazofanya dunia ionekane kuwa isiyo na maana. Ila Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni wamekuja hapa duniani kwa ajili yetu. Ukweli tu kwamba wamekuja unatujaza na shukrani. Watakatifu wa kanisa la mapema walitambua kwamba hakuna kinachoweza kuwatenga na upendo wa Kristo, haijalishi ni cha thamani kiasi gani. Kwa kuwa walielewa kwa usahihi roho ya upendo na upendo kwa Mungu, walipata faida gani? Walipata imani. Walipata faida gani nyingine? Walipata tumaini la ufalme wa mbinguni. Lazima tumpende Mungu. Bila kuwa na upendo kwa Mungu, imani yetu haiwezi kukua na tumaini haliwezi kuzuka. Hivyo, tunapaswa kumpenda Mungu kwa namna gani? Kwa moyo, roho, akili na nguvu zetu zote. Yesu alisema hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Ikiwa upendo wa Mungu haupo ndani yetu na hatuelewi, hatuwezi kamwe kutembea njia hii ya imani. Kama Yuda Iskariote, tutasaliti katikati ya njia au kushindwa kukamilisha njia ya Injili tukikimbilia ulimwenguni. Tutaangukia katika mtego wa imani hiyo ya kipumbavu. Ijapokuwa Mungu angeweza kufurahia maisha yenye amani mbinguni, alikuja hapa duniani katika mwili. Hii inaashiria azimio lake la kuteseka kwa ajili yetu. Licha ya dhihaka kutoka kwa watu, Baba na Mama waliazimu kutulinda hadi mwisho kabisa. Watakatifu wa kanisa la mapema walielewa kwamba uwepo wao uliwezeshwa kwa kujitoa dhabihu kwao na upendo wao mtakatifu. Hivyo waliweza kuwa na imani ambayo ulimwengu haukustahili. Katika enzi hii vile tumepokea misheni kuu kutoka kwa Mungu kuhubiri Injili Samaria na hadi miisho ya dunia. Kama tulivyoona awali katika kitabu cha Matendo, Mtume Paulo aliyaona maisha yake kama yasiyo na maana katika kutimiza kikamilifu misheni ya Mungu. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Mtume Paulo alisisitiza kwamba hakuna chochote katika ulimwengu huu kinachoweza kamwe kututenga na upendo wa Kristo.
Alizungumzia jinsi isivyowazika kupendekeza kuachana na upendo wa kina wa Mungu au kuuchukulia kana kwamba si kitu. Kwa sababu hii, mitume na manabii pamoja na watakatifu wote wa kanisa la mapema hawakuogopa hasara yoyote ya kijamii. Ikiwa hatuelewi upendo wa Mungu, tunakata tamaa kwa urahisi. Bila kujua yale ambayo baba na mama wamefanya kwa ajili yetu. Tutafikiri leo ni Jumamosi, hivyo ninapaswa kwenda kanisani, na tutaenda tu, si kwa ajili ya wokovu wetu na msamaha wa dhambi, bali kwa ajili ya viongozi wetu. Huu ni mwelekeo mbaya kabisa. Tukiwa na uhakika juu ya upendo wa Mungu, tunapaswa kujiuliza, Mungu anatuongozaje? Je, aliwacha utukufu wa aina gani mbinguni ili kuja duniani? Alivumilia dhabihu ya aina gani kwa ajili ya dhambi zetu? Tunapaswa kutafakari mambo haya moja baada ya jingine, kama vile ilivyoelezwa katika Warumi sura ya 8. Wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote zitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, Bwana wetu. Haijalishi ni majaribu gani au mateso gani yanayotujia, tukiukumbuka upendo wa Mungu. Aliahidi kutuongoza kurudi kwenye nchi yetu ya mbinguni. Je, Agano Jipya halijumuishi mafundisho hayo yote? Katika Agano Jipya kuna mwili na damu ya Kristo ya dhabihu inayodokeza upendo wa Mungu. Kwa kuwa upendo huo unaookoa watoto wake kwa njia ya mwili na damu yake upo ndani ya Agano Jipya, ni lazima tushike kanuni zake kwa uaminifu hadi mwisho. Tuweni na moyo wa shukrani kwa ajili ya upendo wa Mungu ulio ndani ya Agano Jipya na tufikie utambuzi huu kama ilivyoandikwa katika Warumi sura ya 8. Hakuna chochote ulimwenguni kinachoweza kututenga na upendo wa Kristo. Je, Mungu anatupenda kiasi gani ili aje duniani? Kwa nini Mungu alifanyika dhabihu kwa ajili yetu mara nyingi sana katika nyakati zote za Agano la Kale? Ni kwa sababu ya dhabihu hizo nyingi ndipo Agano Jipya lilianzishwa. Kila mtu halikufanywa ghafula tu. Halikufanywa siku moja tu katika chumba cha juu cha Marko, kwa maneno, mkate huu ni mwili wangu na kikombe hiki ni damu yangu ya Agano Jipya. Kwa mtazamo wa kimwili inaweza kuonekana hivyo, lakini katika ulimwengu wa kiroho, hatimaye masharti ya kuanzisha Agano Jipya yalitimizwa kupitia kujitoa dhabihu kusikohesabika kwa Mungu. Tunapoangalia kanuni ya dhabihu katika Agano la Kale na matendo yote ya imani ya mitume katika Agano Jipya, tunaona kwamba imani iliibuka kutokana na upendo kamili kwa Mungu, na kwa njia ya imani hii walihifadhi tumaini la mbinguni. Kwa hiyo ninatumaini kwamba badala ya imani yetu kupoa kwa sababu ya kashfa yoyote karibu nasi, badala yake itaimarika zaidi kila siku kupitia upendo wetu kwa Mungu. Haijalishi upendo wetu kwa Mungu ni mkubwa kiasi gani, unaweza tu kuwa na upana wa mtoto sungura anayenyoosha mikono yake. Haijalishi upendo wetu kwa Mungu ni wa juu kiasi gani, hauwezi kuzidi urefu wa kuruka kwa mtoto sungura. Ila ingawa Mungu anatupa upendo wake mkubwa, hakuonyesha kwa majivuno.
Kama angesema kila siku, nimewapenda kiasi hiki, tungegharikishwa na ukuu na wingi wa upendo wake. Mungu ametupenda kimya kimya bila kusema hata neno moja. Tunapaswa kuendelea kugundua hili, tukijiuliza tunaweza kufanya nini kwa ajili ya baba na mama? Tunawezaje kuwapa shangwe na utukufu? Lazima tutilie maanani maswali haya na tujitahidi kubadilishwa kurudi katika hali tukufu tuliyofurahia mwanzoni. Miongoni mwa haya, kipengele muhimu zaidi ni upendo wa baba na mama. Tunapoutambua upendo wa baba na mama, tunaweza kubadilishwa kuwa katika asili yetu nzuri ya awali kama malaika. Nikitumaini kwamba tutaongoza katika kuokoa ulimwengu kwa imani, upendo na tumaini venye nguvu mara 7 zaidi kuliko vile vya watakatifu wa kanisa la mapema. Ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni.